Jubilei Kuu 2025 Mahujaji katika matumaini. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyosema awali, tunaadhimisha misa hii takatifu tukimshukuru Mungu kwa zawadi ya vijana wetu waliokuwa hapa katika kozi ya ukatekista, na leo wanahitimu masomo yao, na sasa kama taratibu inavyotakiwa tutawatuma rasmi kwa ajili ya utume wao. Lakini kwenu tunajua zaidi sana ili kuendelea na malezi. Na mnahitimu katika mwaka huu wa Jubilei 2025 kama nilivyosema, ndio mwaka mtakatifu. Jubilei daima kwetu imekuwa tukio la muhimu la kiroho, kikanisa na kijamii, na kwa maisha mazima ya kanisa letu. Ni wakati wa zawadi ya neema ya Mungu, kipindi cha Jubilei naoneshwa na ondoleo la dhambi, na hasa katika huruma, tunapotangaza huruma ya Mungu. Maandiko matakatifu tuliyosikia katika masomo haya yanatualika kuona kuwa wito ni zawadi kutoka kwa Mungu Mwenyezi, kwani ni Mungu anayetuita kwa ajili ya utume mbalimbali katika shamba lake. Somo la kwanza linasimulia kama mlivyosikia wito wa nabii Isaya. Nabii Isaya kabla ya kuitwa kwake amepata maono ya kuona siri za mbinguni. Kamwona Mungu katika kiti chake cha enzi. Kwa sababu ya hali yake ya kibinadamu, aliogopa sana na amesita sana, na ametamka maneno haya: mimi ni mtu mwenye midomo michafu na ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kwake ilikuwa ni jambo ambalo aliona hakustahili kutokana na maisha yake na udhaifu wake wa kibinadamu. Na hivyo kabla ya kutumwa rasmi, Mwenyezi Mungu aliamua kumtakasa. Na hapa tunaona midomo yake itakaswa kwa kaa la moto ambalo liletwa na malaika. Baada ya hapo akasikia sauti ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Na Isaya sasa anaweza kujibu kwa ujasiri, mimi hapa, nitume mimi. Wapendwa, nyinyi mumeitwa kutoka familia mbalimbali, mkaomba kujiunga utawa. Pengine mumetoka nyumbani katika desturi na tamaduni na taratibu zingine za kifamilia na mambo mengine pengine ambayo hayapokeleki katika maisha ya kitawa. Lakini kazi ya maisha yenu na malezi yenu ni kujaribu kuondoa kile kinachoonekana ni kilema, kama vile alivyokuwa Isaya, kuwatakasa kama alivyotakaswa Isaya. Na kazi ya moto ni alama ya Roho Mtakatifu ambaye nyinyi anawatakasa ili muweze hatimaye kutumwa na kusema, mimi hapa, nitume mimi, kwa sababu mna uhakika umetakaswa. Lakini si kutakaswa pekee, lakini lazima kuandaliwa. Muandaliwe kwa ajili ya mafundisho ya imani yetu, ili muweze kutumia utume wenu vizuri na wito wenu vizuri, kwa sababu mnajua pia imani ya kanisa Katoliki haitoshi tu kwamba mimi nataka kwenda kuwa mtawa na hujui chochote juu ya mafundisho ya kanisa, hujui chochote juu ya maandiko matakatifu. Mimi najua wewe utakuwa mtawa wa ajabu sana, hata kama utafunga nadhiri za daima, lakini hujui mafundisho yoyote ya kanisa, utakuwa wa ajabu. Manake utakuwa pale kama ulivyokuwa nyumbani. Toka ubatizo wako ulipobatizwa, basi umebatizwa, labda ukapata mafundisho ya komunyo, kipaimara, lakini mafundisho msingi yanapatikana katika katekesi, mafunzo ya katekesi. Na mimi naona utaratibu huu uliofanywa na mama kanisa, na kwa namna pekee kwa wakubwa wetu wa mashirika yetu ya kitawa, kwamba wale wote wanaotaka kuingia utawa wapitie ukatekista, ni uamuzi wa busara na wa maana sana, ili tuwapate si tu kwenda kufanya kazi kama katekista, tuwapate watawa wanaojua mafundisho ya kanisa,
Mmefundishwa mengi, najua katika syllabus yetu mambo mengi sana mmefundishwa juu ya imani. Sio tu yale machache mnaopata kwenye kipaimara. Kipaimara ni nini? Kipaimara kinatufanyia nini? Kuna sakramenti ngapi? Kuna sijui mapaji mangapi ya Roho Mtakatifu? Si hivyo tu, mmepata mambo mengine ya msingi zaidi katika mafundisho ya kanisa. Na hivyo sasa sisi tunaamini mmepata mafunzo, na sasa mnaweza kusonga mbele katika malezi yenu na hatua zingine za mbele katika utawa, kwa sababu unajua mafundisho. Ni hatari sana, niwaambieni, ni hatari sana ukapata mtawa ambaye hajui mafundisho ya kanisa. Atakuwa, narudia tena, atakuwa mtawa wa ajabu. Atakuwa mtawa wa ajabu. Anaweza kuishi kama mwenyeji tu fulani ambaye hajawahi kufanya mafundisho yoyote ya msingi katika kanisa. Lakini sisi tunaamini, tuko hapa tunaamini nyinyi kwa muda wa miaka yote mko hapa mmepata mafundisho ya msingi ya kiimani, ili muweze kweli kuishi imani hiyo kwa maneno na matendo. Lakini pia ukipata nafasi uko mbeleni, muweze kuwafundisha wengine kadiri mtakavyotumwa na shirika. Tunategemea wengine wanaweza kutumwa kufanya kazi katika parokia zetu kama makatekista. Mtafundisha watoto imani, mtafundisha watu wazima imani, mtaongoza ibada. Na kwa sababu hiyo mtakuwa ni sehemu ya uinjilishaji katika kanisa, kutangaza Injili, kufundisha maisha mapya katika Kristo, na kuandaa waamini kwa ajili ya kupokea masakramenti katika kanisa. Na ninyi mtakuwa mashuhuda wa imani pia, kwamba mnaamini katika yale mtakayokuwa mnafundisha. Mtaitwa walimu wa imani, wanaofundisha imani kwa niaba ya kanisa. Papa Leo wa 14 anasema juu ya makatekista. Katika swala hili, ninyi makatekista ni wale wanafunzi wa Yesu, kama wale wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa mashahidi wake. Na jina lenu la katekista inatokana na neno la Kigiriki katekei, ambacho linamaanisha ya kufundisha kwa neno la kinywa na kufanya isikike kwa sauti. Lazima utumie kinywa kufundisha watu wasikie maneno kutoka kinywa chako, na sauti lazima itoke kutoka katika kinywa chako. Ndio hiyo katekei au katekei wanasema. Na sasa katika misa hii tutawatuma rasmi kama nilivyosema kwa ajili ya kazi hiyo, na pengine na malezi yenu katika hatua mbalimbali za utawa. Na msijali sana umri wenu, mradi umri wenu unakubalika na shirika kufika umri fulani unaotakiwa kukubalika, msijali sana. Unaweza kaa katika udogo wako katumwa, nenda parokia sijui ya Makambako, utaenda kufanya kazi kwa katekista wa parokia, msiogope. Mmesikia Paulo amemwambiaje Timotheo? Usiogope kwa sababu ya ujana wako, sivyo? Kwa hiyo na nyinyi msiogope kwa sababu mnatumwa na Kristo mwenyewe. Na hivyo Paulo anasema watu wasiudharau ujana wako, lakini wewe mwenyewe ukawe kielelezo kwao wanaoamini kwa njia ya usemi wako, mwenendo wako, na kwa namna pekee katika upendo na imani safi. Haya ndio yanayokufanya sasa hata watu wanaweza kukudharau siku ya kwanza, lakini wanakusikiliza, wanaona mwenendo wako, wanaona namna unavyofuata imani yako, watakuheshimu. Hata kama ni mdogo kwa umbo, wengine wadogo tunatumba tudogo, wengine warefu wanene, lakini usijali. Usijali kwa sababu wewe mwenendo wako, imani yako, usemi wako, kinachotoka kinywani chako ndicho kitakachokufanya watu wajue kumbe huyu si mtoto, ni mtu mzima. Ni mtoto katika umri na umbo, lakini ni mtu mzima kwa usemi na imani thabiti. Ndio anayosema Paulo kwa Timotheo, ajitahidi kwa hivyo. Hivyo nadhani hata katika maisha ya utawa hivyo. Mimi sijui malezi na ya utawa ya ndani, mimi sio mtawa, lakini naamini wanategemea kwamba mtakuwa watu mliokomaa katika usemi
tunachoongea kutoka katika mwenendo wenu wa maisha yenu ya kawaida katika malezi yenu mnavyokwenda. Ukifanya sasa kama mkandidati wa mwaka wa kwanza, na wewe sasa karibu naingia sijui kwa postulati au nani, watashangaa shirika, hata mama mlezi anashangaa sana. Sasa huyu hata ikando akupita nini au tulisahau. Lazima sema huyu mtoto amepita ikando, unaona yuko vizuri katika kauli zake, maneno yake. Hata unapokuja kuongea na mama mlezi unaona katoto kamekomaa, kana akili, kana uwezo. Kwa hiyo wanangu, ndio haya ambayo shirika linawategemea, na sisi kama kanisa tunawategemea kufanya maneno ya Mtume Paulo. Hapo mbeleni pengine tutahitaji watendaji katika shamba la Bwana. Na sisi tunashukuru sana shirika kwa kuwasomesha makatekista. Kila sister tutakayemuona ni katekista. Mategemeo yetu ni kila tutakayemuona ni katekista. Nadhani wote wanapita. Wanataka hakuna ni mlango ambao huwezi kukwepa. Kama utakuwa mtaa ufunge na nadhiri, lazima upite mlango wa katekista ule. Wewe katekista kwanza, alafu ndio wewe mtawa. Mnaona ilivyo vizuri? Lazima uwe katekista kwanza, alafu baadaye uwe mtawa. Na sisi katika malezi yetu ya waseminari hawapiti ukatekista, lakini wanasoma katekesi seminari kuu. Mnafanya katekesi na mnaenda kufanya mafundisho, mazoezi namna ya kufundisha. Nyinyi mnakwenda kule juu, nasikia kuna shule mnafundisha huko juu. Hata sisi tulikuwa tunaenda Peramiho. Naenda kule, mwalimu anakaa nyuma kule, unafundisha na wana darasa wenzako wanakusikiliza. Katekesi, tunasoma katekesi. Kwa hiyo mapadre pamoja na teolojia wanaanza na katekesi kwanza, wanajifunza, alafu baadaye ndio wanaendelea na hatua zingine na kusoma mambo mengine. Lakini lazima katekesi wasome, na kunajulikana mwaka wa pili na nani au wa kwanza wa theology hao wanasoma katekesi. Wanasoma katekesi. Kwa lazima sote lazima tuwe makatekista kwanza, ndio tuweze kuendelea mbele, na sisi hatupate upadri kabla ya ukatekista. Kwa kila padri ni katekista. Na sasa tunafurahi kila sister tukayemuona ni katekista. Kila sister tukayemuona ni katekista. Kwa sababu wote lazima upitie mlango huo, na ndio utaratibu wa shirika. Kama ukisipopenda ukatekista huwezi kuwa mtawa. Yaani unasema mama, mimi umesema niende ikando, mimi kando siendi, mimi nataka utawa mama. Haupiti. Hautapita. Lazima upite. Upite hapa, upate malezi, uende hatua za mbele. Kwa sababu gani? Ninadhani kanisa linatambua kwamba tunahitaji watendakazi katika shamba. Na hivyo ukishakuwa mmefikia hatua fulani, wanawatuma sasa katika parokia, wanasema wewe utaenda kwa katekista, kama nilivyosema mahali fulani tayari ni katekista, hatuna shida kwa sababu mahitaji bado yapo. Si mnaona malalamiko ya Yesu hapa? Mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Maana yake nini? Si kwamba duniani hakuna watu wanaofundisha juu ya dini. Wamejaa wengi sana huko mtaani. Wengi. Na siku hizi kila kukicha. Yaani mtu anaweza kawa amefanya kazi ya biashara, kaona hajaenda, anamwambia mke wake, kesho bwana nataka mimi niwe askofu bwana. Kwa hiyo kesho tuanze kutangaza mimi ni askofu. Watu wanakubaliana, wewe mimi askofu, wewe mama askofu, kesho tunaanza kanisa. Wapo, sio wapo sasa wanakwenda kila mahali. Mimi bwana nimeona kazi ya walimu hailipi. Naamua kuwa nabii. Kuna manabii. Nitaamua kuwa mtume, mimi ni mitume. Kwa hiyo siku hizi kuna majina mengi sana, na makanisa yako mengi sana. Hata majina yameisha. Majina yameisha. Sasa hata wakati wa Yesu alikuwa naona walikuwa viongozi wa Kiyahudi wanafundisha na kufundisha, lakini walifundisha zaidi sheria. Sheria 610 na ngapi. Unafundisha lazima kushika sheria zile. Hakufundisha juu ya upendo, juu ya kumjua Mungu na namna injili aliyoileta Yesu. Ndio maana akasema kwa kweli watenda kazi wale wanaohitajika kufundisha watu kuelekea wako wachache. Lazima naombeeni Bwana apeleke watenda kazi shambani mwake, kwa mavuno mengi lakini watenda kazi ni wachache. Watu waliokuwa wanahangaika kutaka kusikia habari ya Mungu walikuwa wengi. Ndio mavuno hayo walikuwa wengi. Lakini
wale wa kuwafundisha hawakuwepo. Kuwafundisha mafundisho ya kweli yanayoelekeza kwa Mungu. Kwa sababu hata siku hizi mnaweza kusema mbona makanisa yako mengi, sio watenda kazi wako wengi. Lakini si wale wanaotaka Kristo. Anataka wale wanaoelekeza watu kwa Mungu. Kuelekeza watu juu ya uzima wa milele, juu ya matumaini yale ambayo tunasema katika Jubilei kuu. Kuelekeza watu kwenye uzima wa milele. Lakini sikiza hawaelekezi hiyo. Kwa sababu hata watu wapendi dini ya namna hiyo. Imani ya kufundisha kwamba kwenda kwa Mungu. Watu unifundishe mambo ya kwamba nitapataje pesa nyingi. Nenda hubiri sema sasa kuanzia leo wallet yako kirudi nyumbani imejaa. Hiyo ndio napenda watu. Hiyo dini ya kweli. Na watu wanafurika. Wewe una ajira, njoo utapata ajira. Sasa wewe kwa mfano hujasoma hata darasa la 7, unataka kuwa afisa wa benki, unaenda kusali kweli utapata? Unaenda pale mimi nataka niwe afisa wa benki, haiwezekani. Na hiyo sio kazi ya nabii, sio kazi ya mitume, hiyo kazi sio kazi ya wahubiri, wewe wachungaji. Kazi yao ni kuwaelekeza watu tufanyeje ili tupate uzima wa milele, kama alivyouliza yule kijana. Msema nakumbuka? Kijana aliuliza nifanye nini? Na Yesu anamuuliza unazijua amri? Sema nimezishika kutoka utoto wako. Yesu akampenda. Umebakiwa na kitu kimoja, hebu sasa kauze ulivyo navyo. Sio kakusanye, kauze na uwape maskini. Kumbe wetu injili ya leo nasema nenda kakusanye uwe tajiri. Kumbe Yesu anasema nenda kauze uwape watu wengine ili unifuate uwe na uzima wa milele. Kwa hiyo hiyo ndio injili ya Yesu, kupenda watu wengine, kuonyesha kwa upendo wa kweli wa dhati na kuona shida za wengine. Hiyo ndio kile ambacho tu nyinyi mtatakiwa mtakapopewa kazi. Ndio wale wachache ambao Yesu anasema wapo, na angetaka wawe wengi ambao wanaweza kufundisha watu kuelekeza kwa Mungu. Na sisi ndio matamanio yetu wanangu, pale ambapo shirika litawatuma, kazi yenu itakuwa ni kuwaelekeza watu kwa Kristo, kuwafundisha watu juu ya Mungu, namna gani waweze kufika kwa Mungu. Majibu yale yaliyoulizwa na yule kijana muweze kuyajibu kwa watu wa leo. Wanauliza mengi sana namna ya kumjua Mungu zaidi katika maisha yao. Kwa hiyo ndio itakuwa kazi yenu, na sisi tunaamini mmejifunza, mmeiva, na sasa mnastahili mwende hatua zingine katika maisha na malezi yenu. Lakini mwishoni sisi tunasubiri, tuko nje. Sisi tunasubiri, tuko nje kusubiri tu yahusu huko mbeleni. Tupate wachache waje huko watusaidie, kwa sababu tunawahitaji watenda kazi katika shamba la Bwana, katika parokia zetu, lakini pia hata katika vituo vyetu hivi vya katekesi kama hapa Madunda na mahali pengine. Tunatamani tupate mwishoni, baada huko mbeleni huko tujui kati ya safari yetu, pengine walezi wetu na viongozi wetu kuja kuwatuma ili muweze kufundisha na kuelekeza watu. Kwa hiyo sisi tunawaombeeni na hasa muendelee na malezi yenu vizuri ili hatimaye mfikie malengo yenu, nia yenu katika maisha yenu ya utawa. Tumsifu Yesu Kristo.